Naitwa Libahati Kimaro. Mimi ni mkurugenzi lakini pia ni mzalishaji wa mbolea inaitwa Kepi Takani Dhahabu. Tuko kwenye maonyesho ya 88 Arusha. Na lengo kuu ni kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na masuala ya kilimo hai na kilimo ekolojia. Na mimi nimekuwa na wadau mbalimbali wa kilimo ekolojia. Tukianzia Dodoma ambao tulikuwa na banda la Twam, na hapa Arusha tuko na kwenye banda la Mvi wa Arusha. Na kwenye eneo hili la banda hili la Mvi wa Arusha kuna bidhaa mbalimbali ambazo zipo ndani. Hapa kuna aina mbalimbali ya mboga, kuna mazao mbalimbali ya nafaka na aina mbalimbali ya bidhaa. Kwanza tutakuwa na shamba la mboga aina tofauti. Pili, tutaingia ndani ambako kuna bidhaa za kilimo ekolojia zisizokuwa na kemikali, kuanzia mahindi, mchele, ndizi, mpunga ambao bado hajakobolewa, kuna kahawa na bidhaa mbalimbali. Lakini pia tunahamasisha jamii ikumbuke kwa vyakula vya kilimo ekolojia au vyakula vya kilimo hai ni vyakula vyenye uweza kuleta afya mwilini na kutokupata magonjwa yasiyoambukiza. Na pia ukikumbuka wazazi wetu au wazee wetu waliweza kuishi bila kuwa na magonjwa mbalimbali kama yalivyo magonjwa ya sasa hivi. Na waliweza kuishi miaka mpaka 120, 130 kwa sababu ya kula vyakula ambavyo ni vya kilimo ekolojia au kilimo hai. Kwa hiyo kwa nafasi hii na ukaribisha uweze kuona bidhaa mbalimbali kwenye banda letu la Mvi wa Arusha. Karibu. Jina langu linaitwa Eliud Letunga, ninafanya kazi na Mvi wa Arusha kama afisa ugani na ninajishughulisha na masuala mazima ya kilimo ekolojia. Lakini pia tunapozungumzia kilimo ekolojia tunazungumzia pia na utunzaji wa mifugo kwenye njia za kiekolojia. Maana yake tunalima kwa njia ambazo ni rafiki, tukilenga kwenye kuhifadhi tunaita bioanuai au uhai au viumbe hai waliopo kwenye ardhi, lakini vile vile kuzalisha chakula ambacho ni safi na salama. Kwa hiyo ukiangalia kwenye bustani hapa tunafundisha watu namna ya kuzalisha pasipo kutegemea pembejeo za kikemikali kwa kiasi kikubwa. Hivyo tunazalisha kwa kutumia mbinu asilia, kutumia samadi, kutumia mboji, lakini pia na dawa tunazitengeneza ni dawa za asili, mchanganyiko wa pilipili, aloe vera na vitu kama hivyo ndio tunavyovichanganya kwa ajili ya kuweza kudhibiti visumbufu shambani. Na hapa tunaonyesha pia namna ya kuweza kwenye eneo dogo unaweza ukawa na aina tofauti tofauti za vyakula au mazao ambayo yatakupatia lishe ambayo ni bora na ambayo inaweza kusaidia kwenye kustahimili masuala mazima ya kujenga afya ya jamii kwa ujumla wake. Lakini pia mbinu hizi za kilimo ekolojia zinamwezesha mkulima kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Tunajua kwamba maeneo mbalimbali tunakutana na changamoto ya kuwa na maji machache. Kwa hiyo unapokuwa na rasilimali maji inapokuwa ni kidogo, maana yake pia uzalishaji unaweza ukaathirika. Na kwenye eneo hili tumeonyesha hizo mbinu tofauti tofauti, lakini pia tunaonyesha mbinu za kutumia maji kwa ufasaha, kwa maana ya kwamba kutumia drip au mfumo wa matone ambao unapeleka moja kwa moja maji kwenye shina. Na zaidi ya hapo utaona kuna mbinu nyingine tumeitumia ya kuhifadhi unyevu kwenye kuweka matandazo. Kwa hiyo hizi zote ni mbinu ambazo mkulima anaweza kujifunza kwenye bustani hapa ambapo kuna mazao zaidi ya 40 ambapo unaweza ukayapata hapa. Kwa maana ya mboga, mazao ya kudumu, lakini pia mazao machache ambayo mkulima anaweza akafanyia biashara. Na ndani utakapoingia kwenye banda utakutana na wakulima wanaoonyesha mazao yaliyotoka shambani, lakini vile vile tutaonyesha mnyororo wa thamani, kuongeza thamani kwa mazao. Kwa hiyo utakuta kwa mfano kuna vitunguu saumu ambavyo vimesindikwa kuongeza thamani yake, lakini vile vile kuna asali, na kwenye asali tutakutana na mazao mbalimbali ya nyuki pale, lakini pia tutaona mazao yalivyo kwa mfano mahindi ya asili, maboga ya asili na mazao mengine ambayo yanapatikana kwenye maeneo ambayo tunafanyia kazi.